Wa teknolojia na mabadiliko ya kisiasa, jamii ya Ilchamus ingali inashikilia mizizi yake ya utamaduni. Kando ya Ziwa Baringo, sauti za wazee, nyimbo za tamaduni na nderemo za wageni zinatamba hapa na kuchora taswira ya harusi inayosimulia hadithi ya vizazi vilivyotangulia na vya siku za baadaye. Mwanahabari wetu Faith Wangari na taarifa hiyo kikamilifu. Jamii ya Ilchamus katika kaunti ya Baringo ni mojawapo ya makundi walio wachache nchini Kenya inayopatikana pembezoni mwa Ziwa Baringo. Jamii hii inajizatiti kudumisha tamaduni zilizoiunda na kuthibitisha ukwasi wa mila yao. Kando na athari za elimu na haki za kibinadamu, tamaduni ya ndoa katika jamii hii ya Ilchamus imesalia kuwa moja ya nguzo kuu za urithi na utambulisho wa kifamilia. Kina mama wanawake wa zamani wakioleka, mtu hakuwa anajua mume wake, mtu anatafutiwa na mtu wa jamii yake. Kwa hivyo ukishaletwa, ukiambiwa kesho unaoleka, wewe unakubali. Kwa miaka mingi, ndoa katika jamii ya Ilchamus imekuwa sherehe ya kijamii yenye mshikamano wa kipekee. Inazileta pamoja familia, koo na wazazi ambao baraka zao hazikuhalalisha tu muungano wa ndoa, bali pia ziliendeleza kizazi. Enzi hizo, binti alipokuwa akiondoka nyumbani kwa wazazi wake, hakufaa kabisa kugeuka na kuangalia nyuma. Akishafishwa kofia na kuwa mke, alitembea hadi nyumbani kwa mume wake, huku akinywa maziwa kutoka kwenye kibuyu cha maziwa cha utamaduni mara 3. Hii ikiwa ishara ya usafi na mwanzo mpya. Wazee walikuwa kitovu cha hafla hizi, hasa kwa kuombea sala, nyimbo na matambiko yaliyolenga kuwaombea wanandoa ulinzi, uzazi mwema na ustawi. Kwa upande mwingine, kundi la Moran waliovalia mavazi ya kitamaduni wanamsindikiza bwana harusi kwa kucheza ngoma zenye mdundo, ishara ya ukakamavu na ulinzi. Wakati tutapika huko kwa bwana harusi, sasa huyu ameagizwa usiingie boma hiyo bila kulipwa. Akisimama akipika tu kwa mlango na simama mpaka apewe ng'ombe, ndio asonge tena mguu 2 3 akakwama hapo. Mpaka hata ataenda kuketi kama amekuwa na ng'ombe hata zaidi ya 10. Isitoshe, mabadiliko ya kizazi hadi kizazi yameathiri pia desturi hizi. Kupitia elimu, dini, sheria mpya na uhusiano wa jamii jirani, Ilchamus wameanza kuingiza mienendo ya kisasa bila kupoteza chimbuko la utamaduni wao. Bi na bwana harusi wanavalia mavazi ya kitamaduni ya Ilchamus sambamba na mavazi ya kisasa ya harusi, ishara ya nyakati baina ya mila na maisha ya leo. Sasa hizi maharusi zao ile wanafanya harusi ambayo inaonekana ni harusi ya dijitali. Mifugo ambayo hapo awali ilikuwa muhimu na ishara kuu ya mahari, bado ina nafasi yake katika jamii hii, ingawa thamani ya fedha sasa inakubalika kama njia mbadala. Majadiliano ya mahari yamekuwa mepesi ukilinganisha na mila za awali, mwelekeo ambao umetajwa kupunguza mzigo ambao zamani ulizikumba familia. Akizungumza katika hafla hiyo, mkuu wa hifadhi wa misitu Alex Lemarkoko alibainisha kuwa mila hatarishi kama vile ukeketaji, ambazo zamani zilihusishwa na maandalizi ya ndoa, zimepungua kwa kasi kutokana na uhamasishaji wa jamii na utekelezaji wa sheria. Mambo ya tohara kwa wasichana, hiyo tumekataa kabisa. Na mambo ambayo inahusu kuoa watoto wakiwa wachanga, hiyo pia tumehimiza wazazi kwamba hayo mambo hayakubaliki, kwa sababu pia ni kinyume ya sheria ya nchi. Mwanachama wa baraza la wazee la Ilchamus Philip Ledida alihimiza jamii kuepuka mila zilizopitwa na wakati na kuendeleza mabadiliko chanya ya kitamaduni. Wito huo uliungwa mkono na Samson Longorigon pamoja na Anpar Kolwa. Tumewachana na tohara, tumewachana na hiyo kutuangalia bi harusi akielekea nyumbani kwake. Hiyo tumewacha.
jamii pia ilikuwa ina practice tohara. Kwa hivyo msichana anafanywa tohara jioni, kesho anapelekwa. Lakini mambo yamebadilika kwa sasa. Tohara imeisha, na pia unaelewana na mke wako, ile msichana unamjua jina lake, familia yake. Wasasi pia wamekuja kupenda wasichana wao. Wamejua wasichana wako na maana sana, sababu zamani wasichana wako kwa wanaona kama walikuwa na maana sana. Leo hii harusi za Alchamos zinawahusisha wachezaji santuri maarufu DJs, upigaji picha wa kitaalam, mapambo ya kisasa na hafla shadidi za mankuli. Istoshe, nyimbo za kitamaduni, pembe za ng'ombe, ngoma za kishujaa na urithi wa simulizi zingali kitovu cha sheria, zikilinda lugha, utambulisho na historia ya jamii ya Alchamos. Faith Wangare, runinga ya TV 47, Nairobi.